maisha yako yachanue, yawe kama mtende katika jina la Yesu. Pokea neema hiyo, pokea tena, pokea tena, pokea kwa jina la Yesu, pokea. Mwambie jirani yako, nipe miaka 5. Ni tutakutana hapa kwenye ushuhuda. Amesemaje? Amesemaje? Ufalme wa Mungu ulimfanya Petro asiyekuwa na darasa aifungue milango ya gereza. Waliacha ndio wako ndani. Ufalme wake utoke ndani yake, utoke ndani yake. Upokee neema, upokee neema, upokee neema. Kuna mtu amenielewa? Ufalme wa Mungu sio kulalamika. Sisi sio walalamikaji. Sisi ni waamuzi wa nini kinafanyika leo, nini kifanyike kesho. Leo nataka nikufungulie dunia yako kwa namba ya 111 sawasawa na vile mwaka wetu ulivyo. 1 ya kwanza ni yako, 1 ya tatu ni ya mfalme wako. Zingatia hiyo ni kodi ya kiroho. Tarehe 1 ilikuwa namba 1 ya kufungua ufunguo wa mwaka 2026. Kwa kulikuwa kuna 1 mwaka wa 1 mwezi wa kwanza. Leo tuko mwaka wa kwanza mwezi wa kwanza na siku ya kwanza. Sema amen. Tunataka tufungue njia, tunataka tufungue njia. 2 watatu waseme nafunguliwa. Sema nafunguliwa. Kile kilichokwama njiani leo tunakishurutisha kianze kuja. Biblia inasema Elia mtishi wageni wa Gileadi. Nyota yako akupe nguvu ya kurudi mahali pako, utembee katika njia yako, uione nuru iliyo yako, uyaishi maisha yaliyo yako, ufalme ambao ni wako na Mungu ambaye ni wako. Ninyi salini hivi: Baba yetu, tutajirike. Mapenzi ya Mungu tuolewe na kuoa. Mapenzi ya Mungu tuanze biashara mpya, tuanze kujisimamia sisi. Mapenzi ya Mungu tupewe fedha kazini. Mapenzi ya Mungu tuweze kufanikiwa katika elimu. Mapenzi ya Mungu wachawi washindwe, waganga waanguke, mizimu mibaya ikimbie, tuone wema wa Mungu. Mapenzi yake yatimizwe hapa Kangae kama huko mbinguni. Sema amen. Sema amen. Shika watu 2 watatu, waambie siku ya leo, waambie tena siku ya leo ni siku ya ufunguo. 111. Hii ni kanuni ya kiroho inayobeba nguvu ya miezi 11 ijayo. Leo nafungua, leo nafungua kwa jina la Yesu. Huduma naifungua, kazi nafungua, maono yangu nayafungua kwa jina la Yesu. Ndoto zangu nazifungua, wateja na wafungua, mtu wangu wa karibu na yule Tito wangu aliyeamuliwa na Bwana, Debora wangu aliyeitwa, Musa wangu aliyeitwa kwa ajili yangu, yule Paulo aliyeitwa, yule Filemoni aliyeitwa kwa ajili yangu. Kwa kuwa mimi ni wa thamani, imeandikwa atatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yangu. Watakuja na wafalme wangu kwa ajili ya uhai wangu. Wanakusanyana, wanakuja. Sema njoo, njoo. Roho ya utajiri njoo, roho ya mafanikio njoo, roho ya kibali njoo, roho ya neema njoo, roho ya heshima njoo, roho ya utukufu njoo, roho ya kibali njoo, roho ya ukuu njoo, roho ya maajabu njoo, roho ya miujiza njoo, roho ya uwezo njoo, roho ya mamlaka njoo. Timika ndani yangu, timika ndani yangu, timika ndani yangu.
jina la Yesu. Biblia inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza chunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ni swala la wewe kurudi ndani yako, urudi katika uhalisia wako. Mwaka 2015 nilipokuwa mlimani kule porini, ndipo Mungu akaniambia kuhusu ufalme vizuri, akanijulisha namna mimi nilivyo na vitu vingi, lakini navitafuta nje yangu. Ndugu zangu, pesa haiwezi kuja kwa mtu asiyejua thamani yake ni zaidi ya fedha. Ufalme wa Mungu sio kwenda kuomba kanisani. Ufalme wa Mungu ni kurudi ndani yako, uione sura ya Mungu ndani yako baada ya wewe kuchagua kushikamana naye. Walio upande wa Ibilisi, walio Freemason na kwingine, wanadhihirisha nguvu za ufalme wao. Sisi huku tunaishia kupiga mapambio, kuimba na kupiga makelele, hakuna